Watu walikuwa wametoa taarifa kwamba kuna kundi la waasi. Wacha. Kuna kundi la waasi, na hiyo juzi jana taharuki ilikuwa kubwa hasa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna kundi la waasi huko limeonekana, mara kimeenda kimerudi, mara polisi pia wapo huko wanashughulikia hilo swala, pia wapo mtaani wanapita mara kwa mara, ule ulinzi wa hapa na pale, umeona. Lakini polisi Mwanza leo imeweza kukanusha juu ya taarifa hizo. Imesema kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limetoa wito kwa wananchi kupuuza taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zenye kichwa cha habari kinachoelezea kuwa kundi la uasi laibuka Mwanza, polisi waonekana mitaani. Ilikuwa iko hivyo, tunasomeka hivyo kichwa cha habari. Kulingana na taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi DCP Wilbrod Mutafungwa amesema taarifa hizo ni za upotoshaji zikiwa na lengo la kuleta taharuki kwa jamii, kwani wahalifu wa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii wamekuwa wakichukua picha za askari na vitendea kazi vyao kisha kutengeneza maudhui yenye lengo la kuzua taharuki, kuchonganisha na kupandikiza chuki. Na nukuu, anasema jeshi la polisi linawasisitiza wananchi kuendelea kuwapuuza watu kama hao wanaosambaza taarifa zenye nia ovu, na badala yake wafuatilie na kupata taarifa zenye ukweli na usahihi kutoka kwenye mamlaka zenye jukumu la kufanya hivyo. Amesema hivyo kamanda Mutafungwa. Aidha, jeshi la polisi limesema linaendelea kuwafuatilia kwa karibu watu wote wanaoandaa na kusambaza taarifa za uongo, uchonganishi na zenye kupandikiza chuki kwa jamii, kwani ni kinyume cha sheria za nchi. Hapa wanazungumzia uasi. Yawezekana labda na wenyewe pia akawa hawaelewi nini uzito wa uasi, kama ndivyo mimi sielewi uzito wa uasi. Waasi, kundi la waasi. Mwanza si mara kwanza kwa kuibuka kwa taarifa za aina hizi. Imekuwa ni mara miaka kadhaa nyuma isha kutokea, si mara moja si mara mbili. Na wanakuta kwenye mawe yale, kwenye mapango wakijificha ficha kule. Msako wa mwisho kabla ya mara ya mwisho doria ya kushtukiza Mwanza walikamata madawa ya kulevya na bangi kwenye mapango kule, walificha ficha wanavuta kule, vijana wanafanya uhalifu huo. Sasa hivi imekuja tena hili swala la uasi. Unapokuwa mpaka nafika stage hii ujue kuna lisemao lipo kama lipo linakuja. Ile jeshi la polisi kama ambavyo linatupa taarifa kwamba iko under control. Kwa hiyo ni issue tu ya kuwa makini. Mwanza ni ukisema kwa East Africa ndo ukitaja jiji la Mwanza ndo kama vile jiji ambalo liko center zaidi kuliko majiji mengine yote. Center East Africa. Sio Tanzania, tuelewa. Center East Africa. Sasa ni karibu mno na Nairobi, karibu na Kampala, karibu na kwenda Uganda, karibu na Rwanda, Burundi, karibu karibu mataifa mengi sana ambayo tunapakana nao kwa upande wa kaskazini mwa nchi. Kwa hiyo vitu kama hivi kuwepo pia inakuonesha pia ni kwamba namna gani ambavyo influence kwa mara. Na mambo kama haya ndio wanasema ukilegalega tu kaacha mizizi yote. Changamoto. Ndio zinapoanzia hapo. Ushafahamu. Kwa hiyo lengo la polisi pia kutoa taarifa hiyo ni kutuliza pia wananchi, lakini haswa zaidi ni kujiuliza huo uasi sasa wenyewe. Hasa mtu anaposema uasi ni nini? Kwa sababu unajua unaweza ukawa huko na watu mnaongea vitu, mnafanya mambo, alafu wewe uelewe unachokifanya, ukija kusikia umekamatwa unabaki na sintofahamu. Uasi unataka kwenda unaingilia maslahi ya taifa, wewe uasi ni umekana, yani wewe si mwenzetu, na lengo lako wewe si kukaa kwa amani, unataka uclaim kile ambacho umekigeuka. Yani pale ambapo umesema hapa mimi na nyinyi tumetofautiana hapa, basi unataka pale ndo mpaka upige mgawane, kila mtu amseme zake. Shafahamiana vizuri mpaka hapo mwalimu. Kwa hiyo kuwa muasi na kufanya shughuli za uasi
ni tatizo kubwa sana na ni kitu ambacho kinaharibu au kimeharibu mataifa mengi duniani. Nigeria, Congo, kwa kipindi Uganda, Central African Republic, nenda mpaka mataifa ya Afrika Magharibi kule kina Burkina Faso, kina Mali. Ni makundi ya watu wachache ambao wanapandikizwa ndani ya nchi na lengo lao ni kuharibu mifumo iliyopo wakiamini kwamba kuna mfumo sahihi ambao unaendana na maslahi yao. Mara nyingi ni kikundi cha watu wachache. Kikundi cha watu wachache. Inapokuwa taifa zima limekataa, rais sasa ndo atabadilikiwa. Huyo ambaye hatakiwi sasa ndo tutasema yeye ndo anaenda kinyume na ni kikundi cha watu wachache ndani ya taifa, kwamba wengi waliobakia wanataka mambo yabaki kama yalivyo. Hawa wachache ndio wanaitwa waasi sasa. Wanataka kuharibu kwa wengi. Na napokuwa hivyo wengi wape. Wengi wape. Ndio maana wanaofanya wasi wanageukwa na adhabu yake ipo pia. Ya wasi. Ya wasi ipo kabisa kisheria, utafungwa. Muasi anafungwa vizuri tu. Hao ndo wanaenda kundi moja mpaka na wale wahaini. Hao ndo wale ambao wamesaliti, wamevunja viapo vya utii vya jeshi na amri zile. Wanataka kufanya namna gani vipi? Hao wote ndo makundi haya, yani wale wote ambao ni wageukaji ambao lengo lao la kugeuka ni kwa ajili ya kuharibu. Sasa ukianza kusikia makundi haya yapo. Pia waasi na vikundi vyao na mitandao yao duniani. Wengine ndio paka wanaitwa magaidi. Sasa waasi wanaanza, unasema mtu wanapata sponsorship. Mataifa mengi duniani yamekuja kugundua kwamba ile kufanya door to door marketing ya kutafuta waasi ni kazi kidogo. Narudia tena. Kufanya door to door marketing. Yani door to door marketing ya kutafuta waasi ni ile kwamba wanavotembea mlango kwa mlango, sio operation hivi na hivi, unafuatilia, sio wanatoa taarifa vya habari, sijui nini ile, yani ile wanasema kwa walikuja kugundua kwamba wanaongezea kiki waasi. Kimya. Alafu wanachokitrace wanaifuata fedha. Follow the money. Always follow the money. Ukitaka kujua chanzo cha shida yoyote au raha yoyote, tafuta pesa. So itafute pesa inatokea wapi. Yaani kwa mfano wa ndoa. Mfano wa ndoa. Wanasema filisika tujue tabia ya mkeo, zipate tuijue tabia yako. Yaani ukishaanza sana mkeo, wewe unafilisika fungio, kuna vitu vieleki, fuata mahali mkeo yake inatoka au inaenda. Kwa kuna mawili. Itakuwa yeye anaipeleka mahali au kuna mahali inaingia. Ukiona mumeo ngebengebe zimezidi au kijana hapo ngebengebe azieleweki, angalia, fuata ramani ya hela. Ukiifuata hela inapopita ndio utajua chanzo cha kila kitu, shida iko wapi. Kumbe ni hapa. Hasa kwa waasi na magaidi pia, serikali nyingi duniani ziliamua kuzifuata hela. Follow the money. Imeenda wapi? Unakuja kuna sometimes unafuatilia ile fedha, unakuta bado iko chini ya kampuni fulani, hiyo kampuni ni mwamvuli wa chini ya kampuni fulani, ambao ni mwamvuli wa kampuni fulani, ambao baadaye ni shell company, kampuni hela. Ambayo imesajiliwa kwenye nchi. Kuna mataifa ambayo wanaruhusu kusajili kampuni hela. Ukifika hapo sasa umefika mwisho, umegota. Unaanza tena moja. Ilivyokuja kuona hapa kuna sehemu cash ilipungua, ilienda wapi? At the end of the day unakuja kuona ramani nzima inavyoenda. Kwa hiyo hata hii ya kushtua kwamba waasi hivi na hivi, lakini mimi naamini serikali nyuma pazia kuna jitihada za nyuma wanazifanya. Za kimya. Kuhakikisha kwamba wanakamata watu wao, kwa sababu kama vile mazoea yameanza. Kuna kipindi Dodoma palichangamka, pakaja Tanga palichangamka, Mwanza ikatajwa. Tukashuka kusini Mtwara kama unakumbuka. Yes. Baadaye ya Kibiti yale. Operation zote hizo ni kama vile kuna mazoea fulani yanataka kuanza. Na hao jamaa wanatarget nchi za kwenda kwa kambi au kuingia, wanaanza hivi, wana test. Wanapima tolerance yenu. Mnavumilia kiasi gani? Na wanaanzia mbali tu. Transit mara ya kwanza kwamba kapita tu. Anachungulia sheria zao ziseme nikipita nikamate harakatizi. Na kweli akai. Atarudi mara ya pili, ataforce kukaa au awepo around. Extradition order hakuna. Okay. Ataforce ya tatu. Atakuja stage ya 4. Mkija kushtuka tayari pameshaota mizizi, mtu kashika kando. Ndio unakutana na vijana wamekaa